Kurasa. Mtazamaji wa EATV, karibu katika Kurasa, upate dakika chache za kufahamu machache kati ya mengi yaliyotufikia mezani kwetu kwa hii leo. Tuanze kwa kupekulia kurasa kwa hili. Bei za mazao sokoni zimeanza kupanda kwa kasi, huku zao la karanga likiongezeka kwa mabadiliko ya bei inayowaathiri wauzaji na wanunuzi mkoani Dar es Salaam. Wauzaji wanasema kupanda huku kwa bei kunachangiwa na mabadiliko ya hali ya hewa na upungufu wa mavuno kutoka shambani, hali inayosababisha kuagiza mazao nje ya nchi. Sio kwamba inapatikana kwa wingi, tatizo ni chache. Kwa sababu ni mavuno machache, na mavuno yamekuja kwa sababu ya mvua haba. Ndio maana karanga imekuwa ni adimu. Yaani mwaka huu karanga za Tanzania karanga hazijakubali. Alafu watu wanaochukua karanga Malawi wanasema kule mipaka imefungwa. Sababu kuchukua Malawi, Zambia ilikuwa inakuja karanga. Kuna ugumu fulani wa hela. Yaani kipato, mambo yamekuwa magumu. Naye mtendaji wa chama cha ushirika soko la Mwananyamala amewataka wafanyabiashara wa zao hilo wawe na utaalamu wa kupiga hesabu ili kuepuka hasara katika mauzo. Namna wewe gharama ulizositumia shamba, kuandaa shamba mpaka kufikia kilimo, mpaka kufikia mazao uliyoyapata, uwe na utaalamu wa kupiga hesabu. Je, imekugharimu shilingi ngapi? Kwa sababu usiuze kienyeji, matokeo yake unajikuta wewe kila mwaka una hasara. Tuendelee na Kurasa, ambapo wakazi wa kata ya Nyasho, manispaa ya Musoma, wameomba kuongezewa urefu wa daraja lililopo katika barabara kuu ya Musoma kufanyike kwa haraka ili kuwanusuru na mafuriko ambayo hutokea mara kwa mara katika eneo hilo. Baadhi ya wakazi hao wanasema daraja hilo limezidiwa na maji pale mvua inaponyesha, maji yanapita juu ya barabara. Cha ajabu zaidi, muda mwingine hata uwezi ukapita, wapikipiki wakipita wanaenda na maji yanakuwa mengi sana, ni changamoto. Hata kinachobidi hapa, hii daraja natakiwa lije likatwe, watengeneze daraja lingine. Wito wangu kwa serikali, mimi nilikuwa naomba watafute namna ya kufanya kwenye hili daraja. Maana hii sio mara ya kwanza, mara mbili, mara tatu, imeshatokea mara nyingi sana. Hiyo daraja ambayo inaponyesha, maji yanapita juu ya barabara mpaka huku kote huku. Maji yanaingia hadi madukani. Sawa? Hata hizo kilipu zipo tunaweza kuonesha. Kitu kingine, mvua inaponyesha hapa, wao wanaoishi mtaa huku chini wanahuzurika na maji. Serikali baada ya kuliona ile imechukua hatua, imetenga fedha na tayari tumeshampata mhandisi mshauri ambaye atafanya usanifu wa eneo hili ili liweze kujengwa na kuondoa hii adha. Tumalize Kurasa kwa hili. Mamlaka ya mapato Tanzania TRA imeanzisha dawati la uwezeshaji wa biashara ili kutatua changamoto na kuunganisha utumishi wa TRA na wafanyabiashara na taasisi nyingine. Kamishna mkuu wa mamlaka ya mapato Tanzania TRA Yusuf Juma Mwenda amesema pia dawati hilo litatumika kurahisisha maboresho na mapendekezo yatakayotolewa. Najua tuna changamoto za kisera bado zipo. Nataka niwahakikishie wafanyabiashara wote, Mheshimiwa Rais aliunda tume ya kutathmini mfumo wa kodi. Hivi karibuni watatoa ripoti yao. Changamoto nyingi za kisera zitatolewa mapendekezo, na ahadi yetu sisi TRA kwenu, tutakwenda kushirikiana na tume pamoja na mapendekezo yatakayotolewa ili kuyatekeleza maboresho yote yatakayokuwa yametolewa na tume. Lakini tunaamini dawati hili litaweza kuendeleza wafanyabiashara wadogo kuwa wafanyabiashara wakati na hatimaye kuwa wafanyabiashara wakubwa, na wale wafanyabiashara wakati kuendelea kuwa wafanyabiashara wakubwa. Naamini dawati hili ukija mwakani, kaka yangu Severin atakuwa ni mfanyabiashara mkubwa. Tumekufungulia na kukufungia kurasa kwa hayo machache kati ya mengi yaliyotufikia mezani kwetu kwa hii leo. Tafadhali usikose kuangalia Kurasa, na kwa niaba ya wale wote walioshiriki kukuletea Kurasa kwa hii leo, jina langu ni Frank Kashonde. Kurasa.